Katika miaka 55 vimefanyika vitu vingi. Kwanza tumefanikiwa sana kwenye upande wa huduma, kwamba kuwafikia zaidi ya wakazi milioni 11 wa ukanda wa kaskazini na nchi za jirani. Lakini kwenye maeneo ya tafiti tumefanya vizuri sana katika hii miaka 55. Lakini sehemu kubwa zaidi ambayo tumefanya ni upande wa elimu, kuzalisha wataalamu ambao wanatumika ndani na nje ya nchi, na kwa sasa tuna chuo kikuu na vyuo ambavyo saidizi vinasaidia kwenye mambo ya kada za afya. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana katika hii miaka 55 ya kuanzishwa kwa taasisi yetu, na kipekee kwa mwaka huu, kwa niaba ya kanisa pamoja na wenzetu wa serikali ambao tunafanya nao kazi kwa zaidi ya 100% kuhakikisha wananchi wanapata huduma mbalimbali, tunaadhimisha miaka hii ya 55 kwa kutoa huduma. Tutakuwa tukitoa huduma bure. Tutakuwa tunafanya uchunguzi kwenye maeneo ya saratani. Kwa mfano saratani ya matiti tutafanya uchunguzi huu bure, na niseme tu kwamba kwa takwimu za hapa kwetu kwenye upande wa idara yetu ya upasuaji tunakata matiti jumla ya kina mama 4 kwa wiki. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo saratani ya matiti ambavyo ipo kwa watu wetu, iko kwenye jamii, na watu kwa sababu hawafanyi uchunguzi, wakina mama, wasichana hawafanyi uchunguzi kwenye hatua za awali, na kwa mujibu wa wataalamu wetu saratani ukiiwahi inatibika. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi wa saratani ya matiti kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 6. Lakini hatutaishia tu hapo, tutafanya saratani ya mlango wa kizazi. Kwenye hospitali yetu saratani ya mlango wa kizazi iko juu kama ambavyo mnajua. Wiki tarehe 24 tulianza kutoa mionzi kwenye saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo ipo, na hii na yenyewe tutafanya uchunguzi bure. Lakini tutafanya saratani ya tezi dume, na hii ni wa kina baba, wa kina kaka. Tutafanya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kwa kipimo cha rafiki cha damu. Watu wengi wanahofia kuhusu vipimo, lakini sisi tutafanya uchunguzi kwa upande wa kutumia damu. Lakini jambo lingine ambalo tutalofanya ni uchunguzi wa macho. Huduma za macho zitatolewa hapa kwetu bure, na niseme tu kwenye ukanda wetu huu tunaona kwenye watu 120 kwa siku wenye matatizo ya macho. Kwa hiyo tumeona hii huduma na yenyewe tuiweke sehemu ya kuadhimisha hii miaka 55 ya kuanzishwa kwa hospitali yetu. Lakini huduma nyingine ambayo tutafanya, tutatoa elimu ya lishe. Tumeona kwenye idara yetu ya magonjwa ya ndani watu wengi wanakuja na changamoto za afya kwa sababu ya kukosa elimu ya lishe. Kwa hiyo tumeona tutoe elimu ya lishe. Lakini jambo lingine ambalo tulifanya, sasa hivi kuna changamoto ya afya ya akili. Watu wengi wanajiona wako sawa, lakini wakija hapa kwetu wana changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo tutafanya elimu, tutatoa elimu kwa ajili ya afya ya akili. Jambo lingine tumeona kuna changamoto kwenye upande wa idara yetu ya meno. Watu wengi wana changamoto ya meno, ni kwa sababu hawajui namna ya kutunza kinywa na meno. Kwa hiyo tutatoa elimu ya namna ya kutunza kinywa chako pamoja na meno. Kwa nini tunatoa hizo elimu? Ni kwa sababu sisi ni sehemu ambayo tunaweza tukaonyesha wapi kuna tatizo, kwa sababu wagonjwa wengi wanakuja kwenye hayo maeneo. Lakini jambo lingine ambalo tutatoa huduma hizi bure ni upande wa kupima uwiano wa uzito na urefu. Hiyo na yenyewe ni changamoto kubwa. Lakini sehemu nyingine ambayo inatutatiza hapa kwetu ni upande wa magonjwa ya sukari. Kwa hiyo tutatoa elimu pamoja na vipimo vya sukari bure. Na huu uchunguzi utafanyika kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 6 ya mwezi huu wa 3 ambao ni katika maadhimisho yetu. Na huu uchunguzi ni kuanzia saa 3 asubuhi na kuendelea. Na niwaombe hapa wakazi wa kanda kaskazini wa mkoa wa Kilimanjaro na viunga vyake kuja kushiriki katika upimaji huu ambao tunautoa bure, na ni hospitali imeamua kuwarudishia wananchi ambao wanamiliki hii hospitali huduma